Ndugu zangu katika imani, Waislamu wenzangu, huu ni mwezi wa Jumadal Ula. Ni mwezi wa Jumadal Ula. Ukianzia na Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumadal Ula. Huu ni mwezi wa 5 wa Kiislamu. Unakuja Jumadal Thani, mwezi wa 6. Unakuja Rajab, mwezi wa 7. Unakuja Shaaban, mwezi wa 8. Unakuja Ramadhan, mwezi wa 9. Allahumma ballighna Ramadhan warzuqna siyamahu wa qiyamahu wa fi'la al-khairat fihi. Ndugu zangu katika imani, na kukumbusheni tena katika hotuba zangu ambazo nimekuwa nikizitoa, Allah naomba uwe shahidi kwa haya ninayowakumbusha tena. Sura ya 50 aya ya 45, fadhakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Wakumbushe umma, wakumbushe Waislamu bil Qur'ani. Babu al-mulabasa, lakini inafanya kazi ya harfu jar. Wakumbushe kwa kuitumia Qur'an wale ambao wanaohofia ahadi nzito ya adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na nikiwakumbusha katika sura Ghafir, aya ya sura 44, sura 40 aya 44, Allah anasema fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Ipo siku mtayakumbuka haya ninayokuambieni. Wa ufawwidhu amri ila Allah, na kabidhi majukumu yangu, ujumbe niliyofikisha, nimefikisha. Inna Allaha basirun bil ibad. Ndugu zangu katika imani, haya yaliyopita tumeyazingatia, tumeyazingatia. Wa kulaumiwa ni nani? Ni madhambi yetu mwenyewe. Sura 40 ya sura Shura aya 30, Allah anasema wama asabakum min musibati fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir. Mitihani, misukosuko, vimbunga, ukame, hofu, njaa, maisha magumu, kuuana nyinyi kwa nyinyi, kudhulumu nafsi za watu, kuharibu mali za watu, ni ninyi wenyewe, ni yale ambayo mmeyafanya wenyewe. Wayafu an kathir. Hii ni Qur'an, na niliwakumbusha sana kupitia aya hizi, lakini ilionekana Sheikh Rusaganya chawa wa mama. Sawa, mimi chawa wa mama, wewe chawa wa nani? Wewe chawa wako umetumwa na nani? Kapewa bahasha, sijapewa hata tishu ya Ikulu, sijaigusa hata kusogelea Ikulu, lakini Qur'an inanifundisha nikufikishie ujumbe. Qur'an inanifundisha. Ndugu zangu katika imani, Waislamu wenzangu, nikukumbusheni sura ya 16 aya ya 112 113. Allah anasema a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa daraba Allahu مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. Qur'an sio maneno yangu, sio maneno ya UN, sio maneno ya shirika la haki duniani. Hawa wote wapotoshaji watupu, fitna
yote ya dunia ni mashirika ya kimataifa. Mungu atawahukumu na atawalani. Watu wabaya sana, ni wabaya sana watu wa haki za binadamu duniani. Mwenyezi Mungu atulinde nao. Qur'an 112 Allah anasema wadaraba Allahu mathala. Allah anatoa mfano. Watu wa usulul fiqh wanasema fikrul juz'u wa iradatul kull. Ukienda katika balagha wanasema dhikrul mahalli wa iradatul hal. Wadaraba Allahu mathala, Allah anapiga mfano, anatoa mfano. Qarya wa kijiji, qarya nchi, qarya mkoa, qarya wilaya, qarya tarafa, qarya kata, qarya mtaa. Ulikuwa na nini hapa? Akasema kanat amina, nchi hii ilikuwa na amani. Qur'ani hiyo. Saddaqta ma saddaqta ma alayhi illa al-balagh. Umeamini ukuamini hayanihusu, wajibu wangu ni kukufikishia. Mungu anasema nchi ilikuwa na amani. Sifa ya kwanza. Sifa ya pili, mutmainna, ina utulivu. Qur'ani inashuka hii, aya hii inashuka kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tanzania haipo, dunia nzima haipo, UN haipo, Spain hawapo, Italy hawapo. Katika mji wa Sicilia Uislamu unaingia mwaka 160. Katika mji wa Ufaransa Uislamu unaingia mwaka 110 Hijria. Katika mji wa Spain Uislamu unaingia mwaka 90 Hijria. Mwaka 86 Hijria Waislamu wanaingia Kilwa hapo Kilwa Tanzania. Mwaka 86 Hijria ndugu zetu kutoka Yemen na kutoka Oman wanaingia pale. Na Kilwa kulikuwa kuna serikali ya Kiislamu na walikuwa wanakoni. Na kuna sehemu nyingi sana za kihistoria Kilwa, lakini why hazitajwi? Mbona hazitajwi? Haitajwi Kilwa because Islam. Chukua tukuzama katika imani. Asema nchi ilikuwa na amani. Qur'ani ikasema mutmainna, ina utulivu. Sifa ya tatu, Qur'ani inasema yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Kipato cha wananchi wa pale kinatoka katika kila kona. Kuna mtu anauza kasusi, anapata riziki yake kwa sababu kuna amani. Kuna mtu anauza biriani na pilau, anapata kwa sababu kuna amani. Kuna mtu anauza bidhaa mbalimbali kwa sababu kuna amani. Kipato kinatoka mbalimbali. Kuna vijana wanajituma, wanabeba mikokoteni, wanabeba magunia, wanabeba mawe sababu kuna amani. Akina mama wanakesha saa 10 alfajiri, wanapika vitumbua, wanapika maandazi. Akina mama wanatembea, wanauza miogo barabarani. Wanawake ukitazama ni wanawake Allah amewaweka vizuri, lakini hana namna, lazima atoke apate riziki sababu ya amani. Chipsi zinauzwa mpaka saa 10 alfajiri sababu na amani. Qur'ani inasema fakafarat bi'anhumillah, wananchi wa pale wakazikufuru neema za Mungu, wakafanya madhambi, wakauana, wakachomana moto, wakaharibu mali za watu, wakadhalilishana wao kwa wao. Nini Mungu alichokifanya? Qur'ani inasema fa'adhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal-khawf. Mwenyezi Mungu akateremshia vazi, akawapa njaa na hofu. Njaa na hofu. Sikilizeni Qur'an, Waislamu wenzangu na Watanzania kwa ujumla, hasa wakazi wa Dar es Salaam. Hofu. Qur'ani inasema upo nyumbani tangu Jumatano mpaka
siku ya Jumatatu tupo ndani katika honeymoon. Hamna kutoka, pesa unayo ununui, kwa sababu watu wa usalama wanasimamia usalama wako wewe. Lakini kuna watu ambao Allah ndiye anayewajua, Allah anawajua. Watu chakula kimewaishia, kuanzia Jumatano mpaka Jumatatu mtu anakula mkate na maji. Akienda chooni huyo atajisaidia nini? Mkaa. Hofu. Qur'ani inasema hofu. Hakuna shehe, hakuna mwamba, hakuna Mbappe, hakuna Shot, hakuna viewers Mbappe, hakuna. Hofu ikatanda. Kwa nini njaa ikawa tamu? Hofu. Qur'ani inasema, ndio maana nasema kama una tatizo la lugha ya Kiarabu huwezi kuitafsiri Qur'ani kwa ladha yake. Qur'ani ikasema bima kanu yasnaun. Bima ni ba'u sababiyya, na ma ni mawsul. Bima kanu yasnaun qala al-mufassirun bisababi dhunubihim allati iktarafuha, ni sababu ya madhambi yao walioyafanya. Hofu. Ndugu zangu katika imani, Waislamu wenzangu wa Tanzania wote, na kuombeni msikilizeni mufti wetu Dr. Abu Bakar ibn Zubair ibn Ali ibn Mbwana, hafidhahullah min kulli sharrin wa dhulm. Ametembea nchi nzima kusisitiza Waislamu amani. Lakini nani aliyejua thamani ya haya? Kitanuka tu. Haya, kuna watu tumewanukia na wananuka sasa hivi. Ndugu zangu katika imani, Waislamu wenzangu, kuweni makini. Mara ya kwanza katika historia yangu mimi mpaka umri wangu huu, utu uzima huu, kuiswali Ijumaa nikaswali adhuhuri nyumbani, na msikiti upo kama pale kwenye kama mita 1000. Lakini mufti ameshatoa kauli, mimi kama sheikh na Muislamu na manhaj ahli sunna wal jamaa, wajibu wangu ni kumtii kiongozi wangu. Niliswali adhuhuri nyumbani tangu Alhamis mpaka Jumatatu. Watu tumekosa salatu jamaa, sala mbili hizi, alfajiri na isha. Ni sala zenye fadhila kubwa sana, lakini tumezikosa. Sababu ya nini? Hofu. Swali linakuja, wale ambao ni sababi ya kuanzisha hofu hii, je, Mungu atawaacha salama? Mtume anasema adalu ala alkhairi kafa'ili. Mtu ambaye ni sababu ya kuambia watu fanyeni khairi na khairi kafanyika, yeye anapata thawabu. Nimemkuta ndugu yangu hapa, shekhe anahamasisha watu kutoa sadaka, ujenzi wa msikiti. Ndugu zangu katika imani, mnaziona hizi mbao hapa juu, ni aibu. Toweni sadaka. Mali zinakwisha hizi, unaacha mali yako ni ile unayoondoka nayo na sadaka. Hiyo ndio mali yako, lakini ile uliyoacha sio mali yako. Lakini warithi nyie nao mnarogana, warithi na uwana majumba. Mrithi anasema mbele ya ndugu zake, nitaua mtu, nyumba ya mirathi. Yule mwenye nyumba mwenyewe kafa, kaondoka na sanda. Wewe utaondoka na nini? Utaua mtu kwa sababu ya mali? Waislamu wenzangu, pahala popote ambapo Mungu alileta maangamizi,
na kizaazaa ni pale ambapo mitume kwanza walitumwa wakasema hawakusikizwa. Qur'an inasema faqadha Allahu libasa al-ju'i wal khawf bima kanu yasnaun. Allah akawaletea adhabu ya njaa na hofu kwa yale waliyofanya. Qur'an inasema aya 113 sura 16 sura An-Nahl, walaqad ja'ahum rasulun minhum, waliendewa na mitume miongoni mwao. Mitume hawapo, wakaja masahaba, wakaja matabi, wakaja matabi, wamekuja mashehe mbalimbali wanafikisha wajibu wao. Lakini minhum, miongoni mwao, katika hao ni mimi, na kuambieni jamani, neema ya amani, neema ya amani, neema ya amani. Fakadhabuhu, wakampinga, fakadhabuhu, wakampuuza kwamba mashehe wametumwa, wamepewa bahasha. Allah ni shahidi, nipo katika mimbari, sijapewa hata tishu ya korosho kutoka Ikulu. Lakini ukweli lazima tuambiane, sababu nitaulizwa. Mimi nimesoma Qur'an na nimesomeshwa na mashehe mpaka nimefika Madina. Nimechukua degree yangu ya theology Madina Islamic University, theology na education, miaka 4, na ninaendelea kujisomesha na kupitia mashehe wenzangu na wasikiza wanavyosema, napata hii nasema. Lakini sema huyu shehe huyu kapewa mzigo, huyu shehe huyu chawa. Lakini hii hainipi tabu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa majnun, mwenda wazimu, lakini hapo mwenda wazimu. Aliambiwa akta, hana kizazi, lakini alikuwa na watoto 7. Aliambiwa nikahi, mwanga, lakini hakuwa mwanga. Aliambiwa ni sahiri, mchawi, lakini hakuwa mchawi. Sasa nini? Kuambia watu ukweli, jamani, hili ni haramu, acheni. Mtume Musa alayhi salam, hadithi katika Sahih Bukhari, Mtume Musa aliambiwa ni adar, anabusha. Mtume wa Mungu anamwambia anabusha, kumbe hakuwa anabusha. Kwa sababu Musa ni pale alipowaambia jamani, acheni uovu, acheni uovu, mwabuduni Mungu mmoja. Sasa na sisi mashehe tunapata tabu, kiasi ambacho unakuta hata shehe anaonwa vibaya, anatukanwa. Jana nilikuwa naangalia katika mazishi yalitokea ya Sharif Majidi rahimahullah. Yani yale yalizungumzwa na viongozi mbalimbali, lakini hapa kwenye comment watu wamewatukana matusi mabaya. Mimi mwenyewe ninatukanwa, lakini my friend, wewe unanitukana mimi, sina habari kabisa, unajisababishia vidonda vya tumbo, utakufa mapema na kizunguzungu. Sina habari na wewe, nafanya kazi ya Mungu. Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allaha basirun bil ibad. Ninakabidhi ujumbe wangu kwa Allah. Allah anawaona waja wake. Allah, wewe ni shahidi, nimefikisha ujumbe huu. Tumepata mazingatio, tusirudie tena. Hasa watu wa Dar es Salaam, msirudie tena. Ukiambiwa tulia, simama ulizwe, ni mtu wa usalama, msikilize, zungumza naye vizuri, tembea na kitambulisho sawa, ulizwa, ni kitu cha kawaida. Ni Tanzania tu, neema ya amani. Wallahi wa Tanzania baada ya miaka haijulikani ndio tunaanza kutembea na vitambulisho, unaulizwa mpaka unaimbishwa wimbo wa taifa. Mpaka unaimbishwa wimbo wa jimi ya zamani, mchaka chinja alisema alija. Wimbo huu kama si Tanzania wa asili huwezi kuuimba. Kwa miaka ya 70 ndio ilikuwa jimi ya zamani. Watu wameimbishwa, unaonyesha kitambulisho, wanakwambia
dunia zako, hawana tabu na wewe. Lakini ukiwa mbishi, kitakachokukuta shauri yako. Ndugu zangu, yaliyotokea tumepata mazingatio. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ndugu zangu katika imani, hii dunia kwa Mwenyezi Mungu ni sawasawa na upepo. Nimemkuta ndugu yangu anasisitiza kujenga nyumba za Mungu, kutoa sadaka, kufanya khairat. Ndugu zangu, kabla ya tukio hili, mtihani uliotokea katika nchi yetu, Mwenyezi Mungu atupe amani, atudumishie amani, na wale ambao ni sababu ya amani hii kutetereka, Allah anawajua, atajua cha kuwafanya. Wao ndio anawajua. Siku moja nilipo Kariakoo, ilikuwa siku ya Jumanne kabla ya Jumatano 29, ilikuwa 28 Oktoba. Nilikuwa nimekaa bahala, akapita kijana mmoja, kwangu mimi ni mtoto, anavuta mkokoteni. Unajua Kariakoo vijana wamejiajiri, wanajituma, wengine wamejiajiri kwa baiskeli. Unamkuta ameweka kifurushi kujuma, anapeleka, kishapewa huku apeleke Uhuru, mwingine anapeleke Upanga, ama kutoa Upanga kuleta sijui wapi. Ile yote ni sababu ya neema ya amani. Mpaka kiondoka mjini anapokutano 10, 20. Sasa yule kijana, ndugu zangu, nikupeni mazingatio, akaniambia, "Sheikh Saleh, asalamu alaykum." Nikamwambia, "Wa alaykum salaam." Nimekaa kwenye kiti baada, ule mkokoteni kauacha barabarani, akanifuata mimi, akaniambia, "Sheikh, utanunua maji ya kunywa." Akanipa shilingi 10,000. Mimi kusaganya, kijana mkokoteni, mkokoteni 10,000 akanipa. Nikaichukua ile pesa kuangalia, ni Msimbazi. Yeku ameikuta namna hii. Nikamtazama yule kijana, sasa mimi ni sheikh, nikapata mazingatio. Nikaingia katika menu yangu ya ilmu ndogo niliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nikakumbuka hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mtu mmoja alikwenda kutoa sadaka, akamkuta dada mmoja, ni dada poa, hana ibada yoyote, akampa sadaka. Watu wakamlaumu, wakamwambia, "Unampa sadaka huyu?" Akamkuta mtu maskini mwenye dhiki, akampa sadaka. Akamtafuta pahala mtu mwenye uwezo, ana uwezo wake, naye akampa sadaka. Alipompa sadaka yule mwenye uwezo, akamtazama yule bwana aliyempa sadaka na akajitazama namna alivyo, wapo tofauti. Sasa Mtume akawapa masahaba mazingatio, na mimi nakupenda. Mtume akasema, amepewa yule dada ile sadaka imuondolee dhiki, asimuasi Mwenyezi Mungu, kwa sababu tayari anacho cha kumkinaisha. Amepewa huyu sadaka maskini ipate kuwa ni usaidizi katika yale yaliyompungukia. Amempa sadaka huyu tajiri apate mazingatio kwamba mpaka mimi ninapewa sadaka. Ina maana gani? Maana yake ni kwamba afunguke, aanze kutoa sadaka.
Waislamu wenzangu, sadaqa tadfa'u al-balaa, sadaqa inaondoa mabalaa. Tuweni sadaqa. Tukisema tunatoa sadaqa, unaambia shehe kisha anaanza kuomba huyo. Shehe kwa kuomba bwana hatari sana. Yaani na siku mashehe wakikaa misikiti yote wasihamasishe sadaqa, watalaumu. Mashehe watajishi umeme hamna, feni hamna, angalia maji misikiti imechafuka. Lakini ukisema unaambiwa shehe anaomba sadaqa. Sasa nakuulizeni tufanye nini? Haya matatizo makubwa. Haya matatizo ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mitume wake alipowatuma walikuwa hawana shida ya mali. Walikuwa wanakula vizuri, wanafanya kazi ya Mungu. Lakini mimi sasa naweza nikasema mimi sio mtume. Mimi sio mtume. Sawa? Mimi sio mtume wala sio sahaba. Mimi ni shehe. Nahitaji bajaji. Unapanda bajaji. Chukua mfano nimetoka pale Mpojuni mpaka hapa. Ninapanda bajaji. Ukila winga, shehe tumemuona anakula winga. Ukipanda bajaji yako. Ukiwa gari umepanda gari nzuri, shehe mambo yenu mazuri siku hizi mashehe. Sasa nakuulizeni, tufanye nini? Kwa sababu mna roho mbaya. Roho dhaifu. Tufanye nini sisi? Nikipambana kucheza winga ndani ya daladala Kariakoo Bagala, mashosti wamenizunguka hapa. Sasa shehe angalia watakutoa udhu. Sasa nifanye nini? Ukifululiza kula ugali shehe anakula ugali siku hizi bana. Ukila wali mfululizo, shawarma, chipsi, ukionekana una vitu basi shehe mambo yake mazuri, yani anakula vitu vizuri. Waislamu wambea nyie, yani wambea roho zimekana na hii. Lakini tutakwenda hivyo. Ndugu zangu, nakumbusheni sadaqa. Nakumbusheni toeni sadaqa. Na kuombeni kwa jina la Mwenyezi Mungu. Sawa? Kila aliyoko hapa naomba tutoe sadaqa kabla ya kuondoka. Naomba mtoe pesa sadaqa. Toeni sadaqa. Hali ni mbaya. Misikiti inatisha. Maimamu wanatisha. Hali zao mbaya. Maimamu wanakaa mbali. Wageni wanakaa mbali. Au wafanya usafi. Hebu fikiria wanaotufanyia usafi huko vioni baada ya siku kuondoka. Wanaondoa uchafu wetu. Tunaangalia namna gani? Ndugu zangu katika imani, tutoe sadaqa. Masahaba walitoa sadaqa, wameshaondoka. Lakini zile walizotoa mpaka leo athari ipo Madina na Makka. Ndugu zangu katika imani, la mwisho ni wakumbushe. Twendeni umra. Twendeni Makka na Madina. Tukafanya umra mwezi wa 11, mwezi wa 12. Makka imejaa. Wakati nipo nyumbani naangalia channel ya Azam ya Mzee Bakhresa hafidhahullah, yani Makka iko full. Mpaka kuna watu tayari wameshakaa chini karibu Al-Kaaba hii hapa, tayari watu wameshakaa wanasubiri khutba na sala ya Ijumaa. Waislamu wenzangu, wapelekeni watoto wenu umra. Watoto kama hawa upelekeni umra. Sawa? Upelekeni umra. Watoto kama wale upelekeni umra. Mpeleke kwa Rasulullah Madina. Mtoto anaenjoy. Unaambia unapona hapa mwanangu? Hapa ndio kwa Mtume Muhammad. Yule huwa mnamwimba madrasa. Hilo ndio kaburi lake mwanangu. Unaiona mwanangu? Hiyo ndio Al-Kaaba mwanangu. Tukiswali sisi kule nyumbani tunaelekea hapa. Mnatoka kwenda katika Masjid Quba, Qiblatain. Nakwenda Uhud, nakwenda kule nilipoteremkia Qur'an. Nakwenda kule Mtume alipoteremshiwa wahi. Nakwenda Arafat, Muzdalifa, Mina. Yani unajenga, unaweka kitu katika maisha ya watoto. Waislamu wenzangu, wapelekeni watoto umra. Mwezi huu wa 11 nadhani wiki 2 zijazo utakuwa likizo. Wapelekeni watoto umra.
ukaonyeshe kama maeneo ambayo huyajui haya ninayoyaeleza. Imetokea mimi tuko pamoja, nitakuonesha mpaka ipo sehemu katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, nadra watu wengi hawapajui. Mama Aisha anasema Mtume ilikuwa ikifika saa 8 usiku, saa 9 anaswali pale, na kama watu wangelipajua ingelipigwa kura, anayeshinda ndio aswali pale rakaa 2. Ni pahala ambapo dua mwanangu inakuwa konki. Unakwenda kwenye Al-Kaaba, unaigusa nyumba ya Mwenyezi Mungu hivi, unaigusa, unalia, unamwambia ya Rabbi, nipo nyumbani kwako, nimekuja ya Rabbi, na 1 na 2 na 3, unataja hata wale ambao wamekuonea, wamekufanyia ubaya, unakuwa na menyu ya majina yao, wallahi hawatoboi. Na katika Al-Kaaba unapozunguka pale utakuta kuna kitu kama mkingia pale, sawa, ile ni mizaa, halafu chini kuna dua jengo, watu wanaingia mle ndani kusali. Ile sehemu ukipata nafasi ukapiga rakaa 2 ukataja shida zako kwa ikhlas, kuachia Mwenyezi Mungu afanye kazi. Pale makamu Ibrahim aliposimama mzee Ibrahim alayhi salam, wakati anamwambia mwanae Ismail, nipe jiwe, nipe tofali kuijenga Kaaba. Ile sehemu ni pahala dua inapokelewa. Ruknul Yamani, nguzo ambayo imeelekea Yemen, na ile ndio nguzo ambayo Afrika Mashariki yote imeelekea. Sisi tukiswali hapa tunaelekea upande wa Ruknul Yamani, Al-Kaaba tunaipata namna hii. Tuwapeleke watoto, twende tukafanya umra, hizi mali zitakwisha. Jamani, wale ambao wenye shida na wana uwezo wa pesa, wameonewa, wamefanyiwa, wameharibiwa mali zao, nenda kaseme na Allah, ya Rabbi, nimekuja ya Rabbi. Wallahi ukiomba dua yako, Abraha alitaka kuivunja Al-Kaaba, Mungu akateremsha ndege. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Abraha alitaka kuja kuivunja Al-Kaaba, kwamba watu wote waende Yemen. Akajenga nyumba kule, kisa ni kirefu. Akasogea mpaka akaingia sehemu inaitwa Mina, mpaka ni Mina na Muzdalifa, sehemu inaitwa Muhassir, mimi ninapajua. Alipofika pale akasimama, akamwita mzee Abdul Muttalib kutoka Makka, akaja akamwambia, nimekuja kuvunja nyumba yenu hii. Mzee Abdul Muttalib babu yake Mtume hajazaliwa, akamwambia, nyumba sio yangu wala sio ya Waarabu, hii nyumba ina mwenyewe. Akamuuliza nani? Akamwambia, utamjua tu mwenyewe. Akamwambia, twende. Abdul Muttalib akarudi mjini Makka, akamwambia, jamani, ondokeni, kwa sababu alikwenda na ndovu 1000 kuivunja Kaaba. Chuki dhidi ya Uislamu. Qur'ani inasema, ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum, nyinyi mnawapenda wao hawakupendeni. Chukua hiyo sura Al-Imran. Akasogea, akanyanyua jeshi lake, kila akiwaongoza wale tembo kuelekea Makka, wanageuka huko. Mwenyezi Mungu alileta tayran ababil, ndege makundi kwa makundi, tarmihim bihijaratin min sijil. Wale ndege walitoa vijiwe kutoka motoni. Kila ndege mmoja alikuwa na vijiwe 2 na alipiga askari 2 wa Abraha. Kijiwe kimoja askari, kijiwe cha pili askari. Vile vijiwe vilikuwa vinapiga kwenye utosi, vinakuja ndani ya utumbo, vinasaga utumbo, inatokea haja kubwa. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, wakawa kama vile majani yaliyotafunwa na mnyama. Kama umepata kiona kinyesi cha kiboko, basi
wakakufidia mbali. Abraham mwenyewe na ile timu yake wale walinzi hawakufa, wakawa wanakimbia. Mungu amewapiga kidogo kidogo mpaka wanafika Yemen, miili yao imetoboka. Jua asubuhi linachomoza kutoka huku, mionzi inatokea upande wa pili. Jua linazama mpaka amekufa. Abraham anatoka funza, ameoza. Nakuomba Allah, nakuomba Allah, nakuomba Allah, nakuomba Allah, nakuomba Allah kwa utukufu wa siku ya Ijumaa, nakuomba Allah kwa utukufu wa majina yako matukufu, nakuomba Allah kila ambaye ni adui wa Muislamu, nakuomba Allah popote pale alipo, unajua cha kumfanya. Kosa letu ni la ilaha illa Allah. Sisi kusema la ilaha illa Allah, kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatupendi ya Rabbi. Na kuomba, unawajua wanaowachukia Waislamu, unawajua ya Rabbi, hatuna uwezo wa kujilinda nao. Ni wewe Allah, unawajua ni wapi, wamejificha wapi, wanakaa vikao gani ya Rabbi. Na kuomba khairan ababi, waliomwangamiza Abraham huko huko walipo ya Rabbi wachukue, kwa baraka ya siku ya Ijumaa ya Rabbi, kwa utukufu wa siku ya Ijumaa ya Rabbi, na kwa baraka ya khutba na baraka ya dua inaomba wakati wa mimbar ya Rabbi. Hao unawajua, kila mwenye dhiki kwa ajili ya kutukana Uislamu, kuwashambulia Waislamu, kuwatukana mashehe, anawadhalilisha mashehe, unajua pahala walipo ya Rabbi. janninuhum, anzilhum alayhim al-junun, anzil alayhim al-junun, anzil alayhim al-junun, anzil alayhim al-junun. Allahumma ahlikuhum, Allahumma ahlikuhum, Allahumma dammirhum, Allahumma dammirhum, Allahumma dammirhum, Allahumma alayka bihim, Allahumma alayka bihim, Allahumma finahum biwajhika fashita ya rabbal alamin, ya rabbal alamin, Allahumma finahum ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Allahumma alayka bihaula. اللهم إننا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الأحد الصمد، الأحد الصمد، الأحد الصمد، المنتقم المذل، المنتقم المذل، الجبار المتكبر، الجبار المتكبر. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين في تنزانيا، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين في تنزانيا. اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. يا الله يا الله يا الله، انصرنا 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 يا الله. يا الله خذهم أينما كانوا، دمرهم أينما كانوا، أهلكهم أينما كانوا، خذهم يا الله، خذهم يا الله. يا منتقم يا الله، يا منتقم يا الله، يا منتقم يا الله، يا جبار يا الله، يا متكبر يا الله. إننا ضعفاء، إننا ضعفاء، إننا ضعفاء. اللهم لا أحد ينصرنا من هؤلاء إلا أنت يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن جميع صحابة رسول الله، أبو بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وعن جميع صحابة رسول الله أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. سبحان من ملك فقهر، سيهزم الجمع ويبلون الدبر. سبحان من ملك فقهر، سيهزم الجمع ويبلون الدبر. سبحان من ملك فقهر، سيهزم الجمع ويولون 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 الدبر. سبحان القوي المقتدر. إننا مغلوبين فانتصر، إننا مغلوبين فانتصر، إننا مغلوبين فانتصر. ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشف. نفوض أمورنا، نفوض أمورنا وأمننا إليك يا الله، إنك بصير بالعباد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. الله